Na mtazamaji wa Trend TV bwana, leo niko hapa kwa ajili ya kuletea update hii hapa, na hii leo bwana inahusiana na moja kati ya vitu ambavyo vimehappen huko mtandaoni. Bwana, hii ni sekeseke ambalo lipo katika mahusiano, yani relationship ya mwanadada ambaye anafahamika kwa jina la Nifa. Bwana, nadhani anafahamika kabisa, huyu bwana ni mfanyabiashara maarufu ambaye hivi karibuni aliingia kidogo katika heka mwaka jana pale, lakini sasa hivi tunaona anaendelea vizuri na business zake zinaendelea, lakini kuna kwenye upande wa mahusiano yake binafsi bwana, kumekuwa kuna mambo mengi, kuna drama nyingi ambazo zimekuwa zikihappen. Sasa wadau mbalimbali bwana wamekuwa wakimsema huyu mume wa Nifa ambaye anafahamika kwa jina la OG. Sasa amekuwa akiwatapeli baadhi ya wadada huko katika biashara ambazo amekuwa akifanya nao. Sasa hiyo issue ya utapeli wa huyu mume wa Nifa bwana imekuwa ikimgusa mpaka Nifa mwenyewe, kwa sababu unaelewa kabisa kwamba kama ni mume wa Nifa basi moja kwa moja directly hii issue inaenda kumgusa mpaka Nifa mwenyewe. Sasa hapa kitu ambacho tumekiona ni kwamba kuna page mbalimbali zimekuja kuripoti kuhusiana hili sekeseke. Kwa mfano hapa kuna page amekuja ameandika kwamba bwana mfanyabiashara Lukaina Turki amefunguka kuwa amewahi kutapeliwa kiasi cha shilingi milioni 18 na kijana anayefahamika kwa jina la OG ambaye sasa hivi anajulikana kama ex wa Nifa, yani sio mpenzi tena wa Nifa, wameshatengana. Lakini mbali na kauli ya Lukaina ni kwamba watu wengine pia vile wamejitokeza katika ukurasa wa Hope Tiger kwa ajili wakiwa wanasema kuwa OG ana tabia ya utapeli, huku baadhi yao wakieleza kuwa aliwahi hata kulala lock up kwa tuhuma hizo zinazofanana na hiyo issue ya utapeli. Kauli hizi bwana zimeibuka muda mfupi tu baada ya siku ya jana ambapo kuna page mbalimbali zilijitokeza kumsifia OG kwa kuwa kimya katika kipindi hiki licha ya Nifa kuendelea kujitokeza hadharani na kutoa kauli mbalimbali za kumshambulia OG. Lakini iwapo kama madai hayo yana ukweli wowote, kiukweli ni vyema Nifa ajitenge naye mapema kabla mambo hayajaharibika. Yani kilichotokea bwana kwa kifupi ni kwamba kumekuwa na ugomvi ukiendelea kati ya Nifa na OG, lakini ndo hivyo tena Nifa akawa anajitokeza na kulizungumzia swala hili kiunaga ubaga, yani bayana. Umeona bwana, kwa sababu kuna hii issue ambayo imekuwa ikiendelea huko. Sasa Nifa mwenyewe ameona kama vile watu wamekuwa wakimwandama, basi moja kwa moja akaamua sasa ajitokeze na kulizungumzia hilo swala. Bwana, sasa chanzo cha haya yote bwana ni kwamba Nifa mwenyewe aliamua kuweka bayana kwamba yeye hamtaki tena OG. Sasa sababu ambayo imefanya Nifa azungumze maneno hayo ni kitu ambacho watu wengi sana hawajajua bado. Lakini baada ya Nifa kuweka wazi kwamba yeye hamtaki tena OG, ni kwamba watu wakawa wanamlaumu kwamba inakuwaje anamkataa huyu mwanaume, wakati huyu mwanaume alisimama na Nifa kipindi kile cha kesi. Tulikuwa tunamuona OG alikuwa anaenda mahakamani na vitu vingine kama hivyo, anashirikiana na ndugu wa Nifa kumpambania ili mradi tu OG aweze ili mradi tu Nifa apate faraja, na mwisho wa siku akitoka basi ajue kwamba OG alikuwepo kwa ajili yake. Sasa baada ya Nifa kutoka na kuachana na OG, ni jambo ambalo limefanya wadau wengi sana wamekuwa wakimshutumu Nifa kwamba mbona kama vile hana wema, imekuwaje ameachana na huyu jamaa wakati huyu jamaa alijitoa kipindi cha kesi yake. Sasa baada ya watu kumwandama Nifa na kumshutumu kwa hizo shutuma ambazo nimekuelezea, Nifa bwana ikabidi ajitokeze ajielezee kwa upande wake. Anaelekea gerezani kwa video dakika moja. Rafiki sijui mtu alisimama na anaelekea gerezani kwa video ya dakika moja. Rafiki zangu walikuwa hawaji gerezani. Mama yangu alikuwa haji gerezani kila siku. Wadogo zangu walikuwa hawaji. Na walikuwa wanakuja kila Jumamosi. Walikuwa hawashuti video dukani. Mnajua maana ya ni watu wachache sana wenye akili timamu watakaoweza kunielewa. Watu wazima watakaoweza kunielewa. Mimi ndo najua Mwenyezi Mungu kaniepusha na kitu gani. Ndoa yangu ya kwanza kwake ni ndoa yake ya pili. So please,
msini trigger kutaka mimi niongee vitu sijui nifanye nini sijui nifanye nini. Hakuna aliyekuwa ananisaidia kupokea barua za wanasheria dukani kwangu. Hakuna. Kuna watu walikuwa bado wanadili na yule mtu kwa sababu wanajua ni mtu ambaye yuko karibu yangu. Please. Hili si jambo la siku moja. Ni zaidi ya miaka 2. Kwa hiyo niacheni. Mtu anasema inaonekana kabisa Niffer hana utulivu. Kuna siku niliwahi kuja mtandaoni kusema jamani 1 2 3 naomba nisaidiwe hapa. Unakuja kusema Niffer hana utulivu. Mimi ndio ni role model wa wanawake wengi. Watakuja kuelewa wakati ukifika. Mwenyezi Mungu ata expose vitu tofauti kwa wakati sahihi. Allah atafanya kwa wakati sahihi. Kila mtu atavuna alichokipanda. Nitavuna nilichokipanda. Na wengine wote walio kwa karibu yangu watavuna walioyapanda. Kila mtu atavuna alichokipanda. Labda binadamu sisi kwa sisi tuamue kubadilisha tabia zetu kwa siri bila hata watu wengine kujua. Mungu atatufanyia kheri kwa sababu ni mwingi wa kusamehe. Tofauti na hapo, kila mtu atavuna alichokipanda. Sitaki eti mtu mnaamini sana mitandao. Ndio maana mnakuwa manipulated. Niacheni. Lakini pia vile wadau mbalimbali wamekuja pia kuzungumza baada ya Niffer kutoa kauli hizo. Kwa mfano huyu hapa Gladness Kifaruka, na yeye pia amekuja kutia maneno kidogo kuhusiana na hii situation ambayo inamhusu Niffer na mumewe OG. Sapoti ya watu waliompa pia Watanzania walimpa sapoti, lakini sio kumkandamiza mtu awe mmoja maisha yao kabisa kwa sababu hii itapelekea. Thank you Pablo for charging me. Na hadi alimisha awe na mtazamaji kwa sababu alimsaidia kitu fulani. Yeah, we appreciate sapoti ya watu waliompa pia Watanzania walimpa sapoti, lakini sio kumkandamiza mtu awe na mtu fulani kwa sababu alimsaidia in one way or another. This is not right. Tell you why it's not right. Kwa sababu kutapeana depression, hebu mwacheni dada wako apumue, mwacheni mtoto wako apumue. Naam, kwa mujibu wa Gladness Kifaruka bwana hapo anasema kwamba hakuna sababu ya watu kumshinikiza Niffer aendelee kuwa katika mahusiano na OG kisa tu labda eti OG alimsaidia kitu fulani. Hiyo haiko sawa, inatakiwa kila mtu afanye maisha yake, na hiyo haijawa sababu ya kusema kwamba kwa vile OG alimsaidia Niffer kipindi cha kesi basi anatakiwa Niffer aolewe naye au aendelee kuwa naye katika mahusiano kwa sababu itamletea depression. Mwacheni Niffer aishi maisha yake, kama hamtaki. So hivyo ndivyo alivyozungumza Gladness Kifaruka, mmoja kati ya celebrity hapa Tanzania. Ukiwa kama mdau, nawe pia tuweke maoni yako katika comment section, tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment ambayo tutakuwa tunaiona, lakini pia hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.